tena Bwana tukuzwe. Mimi ni Bishop Peter Ochieng kutoka Sanza Pentecostal Ministry Busia. Na nashukuru kwa watu ambao wanasikia vipindi vyetu kila wakati kwa Jumanne saa 2 usiku. Na hii Juma Kuu ninaomba amani ya Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Yesu kutoka na funzo wake aliwaambia amani iwe pamoja nao. Ukijua kwamba leo kuna mambo mengi yatakuwa mazito, lakini kupita kwa damu yake ya dhamana, kupita kwa nguvu zake watashinda. Kwa hivyo nawatakieni amani ya Kristo ijaze moyo na roho yako kwa hii msimu ya Ijumaa ama msimu wa Pasaka. Na upate amani katika dhabihu ambayo Kristo alikuwa sadaka, ili moyo wako, nafsi yako, maisha kupata kukombolewa. Na pia hii Juma Kuu tunakumbuka upendo wake na amani aliyoitoa. Ubarikiwe na moyo wa amani. Na kutakia amani, neema na upendo katika siku hii ya Pasaka. Faraja katika dhabihu yake ambayo Kristo alijitoa kwa sababu ya wewe. Tunapotafakari juu ya dhabihu yake kuu, naomba upate amani ipitayo fahamu wote. Ijumaa Kuu iwe ni kwako ni kumbusho ya kumjua Kristo na kukombolewa na damu yake ya dhamana. Kwa sababu hiyo damu ya dhamana ilikuja kukomboa watu kutoka misingi ya ukoo, misingi ya familia na misingi ya laana na mikosi visirani mbalimbali ambayo ilikuwa imeshika watu ambao walikuwa hawajui Mungu. Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo, baada ya kumjua Mungu, wengi wamekombolewa, wengi wameinuliwa, wengi wamebarikiwa. Kwa hivyo na kwa hiyo wakati wa Pasaka naombea Mungu awabariki, abariki mioyo zenu, abariki dhambi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kila sehemu mbalimbali wote alipo, Mungu awalinde, Mungu arehemu. Na wewe pia unabaki mjini, Mungu azidi kuwatetea na kuwapenda na kuwalinda. Na watu wetu ambao wako katika likizo, wakifungua shule, pia tunaombea baba kwa likizo na jamii na wazazi na familia. Mungu alinde watoto katika akili yao, nyota ya akili yao, nyota ya masomo yao, nyota ya maisha yao. Hivyo unaposherehekea hii siku ya Pasaka, jua kwamba Yesu alifia kwa sababu yako. Na kwa sababu yako alitaka ukombolewe. Na alipopata wanafunzi wake 10 wakiwa wamekaa mahali pale, akawatokea Tomasa hakuwepo. Ikabidi arudi tena awatokee ndio Tomasa apate kuamini pa kuguza alama za Kristo. Na Yesu akamwambia, heri wale wajamuona na wakaamini. Kwa hiyo wewe ukiamini Kristo utakuwa ushinda kushinda Tomasa. Andiko ya Korintho wa kwanza 15:14 ambayo inasema hivi. Tena kama Kristo akufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Na sisi tunaotumenekana kuwa mashahidi uongo na Mungu, kwa maana tumshuhudia Mungu ya kuwa alifufuka kwa Kristo ambaye hakufufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo alifufuka, imani yenu ni bure, mngalipo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, si tu maskini kuliko watu wote. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Amen. Amen. Kristo alifufuka kwa sababu ya maisha yetu. Alifanya kwa sadaka kwa sababu ya maisha yetu. Alikuja kutukomboa katika dhambi na aina yote ya kuovu, na aina yote ya misingi ya familia na msingi ya ukoo na msingi ya udongo. Kwa hivyo Kristo alipofufuka, kuna mengi aliingia ndani ya mioyo yetu na roho zetu ili kutubadilisha na tuone ukweli, na ile mambo yamekuwa ndani yetu yamekuwa mabaya sana, yamekuwa giza, yamekuwa laana. Hasa tunaposherehekea ufufuo wa Kristo, tunakumbuka kwamba kwa sababu ya yeye kwa sadaka na kusulubishwa asiku kutoka kufufuka. Mara ya kwanza watu walilalamika. Mmoja akawaambia wanafunzi, "Mbona hajafufuka? Mbona hajafufuka?" Watoto kwa kufufuka walinyamaza kimya, kwa sababu Kristo alifufuka kwa haki na ukweli, ili kukomboa waliokuwa wamekataliwa, waliokuwa wamedharauliwa, waliokuwa wamefika mahali wapate kukombolewa na kupata kufaulu. Tunaona sasa, unaweza kuona familia walikuwa hawana chochote,
ni kweli kwa chochote, nyumba fulani ilikuwa hiyo chochote, hata waonekane kama watakuwa na ndoa, watakuwa na maisha, watakuwa na baraka, lakini kupitia kwa ufufuo wengi wamefunguliwa katika maisha yao, katika njia zao, katika mpango wao, kutoka katika ile misingi ilikuwa ya uovu, ilikuwa dhambi, ilikuwa familia ya ukoo. Kwa hiyo natakia Ijumaa Kuu ya baraka na heri. Asante na Mungu awabariki.